Naomba niongeze hizi pointi zangu 5 za kusaidia ili siku hii ya leo itoke na kitu. Jambo la kwanza, kwa kuwa wote mna njaa za mafanikio, jitahidini sana vijana kuongozwa na kweli, kuongozwa na vitu halisi kuliko emotions. Unapotafuta fedha, tafuta taarifa sahihi, alafu gundua mchakato wenye maumivu ya lazima. Jambo lingine nimeandika, usitafute hela ya kula. Usitafute hela. Na hii nawapa mfano. Mmeshawahi kuona mtu ambaye ni kichaa barabarani? Si ndio? Mtu ambaye kichaa maana yake mtu ambaye ufahamu wake uko vizuri. Mmeshamuona Yule mtu ukiwa umemuona akiwa hai maana yake amekula. Kwa sababu binadamu huwezi kuwa hai kama hujala, si ndio? Sasa wewe mwenye akili timamu ukienda kutafuta hela ya kula, unakuwa umejishushia thamani na utajidhalilisha. Kama ni msichana unatafuta hela ya kula, utautoa mwili wako. Kama ni mwanaume, tumesikia pia na wao pia wanatoa mwili yao. Usitafute hela ya kula. Kwa majina yangu naitwa Eric Jeremiah, mwandaji wa Youth Transformers. Lengo letu kubwa tulipokuwa leo hapa ni kutengeneza the good connection between youth. Vijana wakutane pamoja, tuzungumze changamoto zetu na namna ya kuzitatua. Lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba wanapata fursa mbalimbali. Walikuwepo PPRA, wametoa mafunzo, walikuwepo wadau mbalimbali wakiwemo Nexus, walikuwepo watu wa maendeleo ya jamii, walikuwepo watu tofauti tofauti, ambapo kimsingi vijana wamejifunza mambo mengi. Lakini pia networking, ambapo kubadilishana experience inawasaidia vijana kuwatia hamasa na chachu ya wao kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Sasa uliona nini hasa ukaamua kuandaa kongamano hili? Kuna changamoto kubwa ya ajira. Kwa hiyo lengo letu kubwa Youth Transformers tunatengeneza uwezo wa vijana kuwa watengeneza ajira na sio watafuta ajira kupitia bunifu mbalimbali pamoja na innovation, creativity pamoja na innovations. Hichi ambacho kimefanyika leo, naamini vijana kuna namna wamejifunza nini na unawaambia nini wote wale ambao walikuwepo leo? Kwanza tu tulikuwa na mauzo ya ticket ndani ya siku 4 mpaka 5, mauzo ya ticket zaidi ya 100, ambapo leo vijana tumekutana hapa. Hao vijana uliowaona leo hapa ni chachu kwa sababu wametoka mkoa wa Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Tanga, wote walikuwepo hapa. Lakini kikubwa zaidi watu wa Arusha, wengine ni wa Rumero. Kwa hiyo walikuwepo hapa na tumejifunza mambo mengi mazuri makubwa ambayo kimsingi kijana atatoka hapa atapeleka nondo za kutosha kwa wenzake. Lakini pia tunatengeneza mfumo mzuri wa kukutana pamoja na kuzungumza mambo yetu. Umeanzisha hili Eric, tutegemee muendelezo wa vitu kama hivi? Inayokuja itakuwa kubwa zaidi. Changamoto zipo, kukatishwa tamaa, kuna wanakuambia hapa hii usifanye, yeye ndani na wewe, unajua tena. Wapo kukatisha tamaa wengi sana. Lakini unawasikiliza huku, zinatokea huku. Kumalizia kabisa, neno lako moja kwa kijana ambaye hakuweza kufika hapa, unaweza kumwambia nini? Kwa kijana ambaye hajaweza kufika hapa, next time jiandae. Ufike, utapata madini na utapata connection, utapata new things, mambo mazuri ambayo hujawahi kuyatarajia kwenye maisha yako. Just come together, let's change, tubadilishe maisha. 300%, sio 100, 300%. Tulitarget watu 100 waje kwenye event, wamekuja zaidi. Kwa majina naitwa Grace Saulo Mali, nimetokea mkoa wa Manyara. Leo tumekuja kushiriki kwenye kongamano au tamasha la vijana lililoandaliwa na kaka yetu Eric hapa jijini Arusha. Yapo mambo mengi ambayo tumeyajifunza na tumeyapata na tumenufaika nayo sisi kama vijana. Youth Transformers wengi leo tumeshiriki. Tuna imani vijana wengi waliokuja kushiriki kwenye tamasha hili wametoka na mambo mengi makubwa. Tumejua nini ambacho tunahitaji kama vijana, tumejifunza masuala mengi ya uongozi na namna gani kama vijana tunaweza tukanufaika na fursa zilizopo katika maeneo yetu. Hello, kwa majina naitwa Jehova. Nilikuwa kwenye mkutano wa Vijana United.
Nimenufaika na vitu vingi, tumefundishwa vizuri, nimeelewa, nimepata pointi, nimetoka nyuma ya pale nilipokuwepo, nimeenda mbele zaidi. Tunashukuru sana, nawapenda. Nawashauri vijana wenzangu muhudhurie kwenye mafunzo kama haya, fursa ni nyingi, mnaweza mkajengeka kiakili hivyo. Kwa majina naitwa Richard Magembe. Natokea wilaya Arusha mjini. Kipekee nimshukuru Mungu pia kwa hii fursa ambayo tumekuwa nayo leo ya kutukutanisha vijana. Fursa hii imetukutanisha na vijana kutoka mikoa mbalimbali, lakini issue kubwa ambayo nimeiona hapa, tumejifunza vitu vingi vinahusu mambo ya kibiashara, lakini pia kufahamiana. Ni hatua moja nzuri sana kwetu kama vijana. Kwa hiyo natamani iwe endelevu, tukutane tena na tena kwa maslahi ya uchumi wetu. Kwa majina naitwa Wina Francis Molen, ni mkazi wa hapa Arusha. Kwa kweli nimenufaika na event ambayo ameiandaa kijana wetu Eric. Ni event nzuri, nimejifunza vitu vingi, nimejua namna ya kujitoa kwenye hali ngumu na kwenda kwenye hali nzuri kutokana na mafunzo tuliyopata kwa wageni waliotufundisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa mimi nashukuru sana Youth Transformer, iendelee kuwepo, iendelee kuwasaidia vijana, waendelee kutoka kwenye hali ngumu, kwa sababu hali sio nzuri huko nje, lakini tukiendelea kupambana na hii hali, kukimbizana nayo na kujifunza vitu vingi, tunaweza tukafaidika na kunufaika katika kujikwamua kiuchumi. Kwa ufupi sana, binafsi umejifunza nini leo? Mimi nimejifunza kujiamini na pia kujua natakiwa nifanye nini, nitoke wapi niende wapi. Kwa majina yangu naitwa Tumaini John Kivuyo, ni mwenyekiti wa kamati ya maadili wilaya Arusha mjini bodaboda. Kipekee nimshukuru kwanza Eric ambaye ameona kuna sababu ya msingi kuanzisha programu hii ya kukutanisha vijana. Ni kitu ambacho kibinafsi sijawahi kukishuhudia popote pale wala sijawahi kushiriki. Leo ndo mara yangu ya kwanza, na kuwa mara yangu ya kwanza nimejifunza vitu vingi sana ambavyo leo nikitoka naweza nikamwambia kijana mwenzangu nini tufanye, tufikie wapi. Vijana wengi tumekuwa tukiwaza ya kwamba mtaji ni fedha, lakini leo kwenye elimu hii tumegundua kwamba mtaji si fedha, mtaji ni mawasiliano, mtaji ni network. Jinsi ya kuweza kukutana na watu na kuzungumza na watu ndio mtaji wako wa kwanza. Lakini pia nimejifunza kwa habari ya uongozi. Uongozi ni kuanza kujimanage kwanza peke yako binafsi. Tumezoea kwamba uongozi ni kuongozwa, lakini kumbe sivyo. Kiongozi ni kuanza kujiongoza mwenyewe ndio kaongozi na wengine. Kwa hiyo ninamshukuru sana, maana nimejifunza vitu vingi, lakini pia natoka hapa leo nikiwa na somo na darasa, nikikutana na vijana wenzangu ninaweza nikawaambia nini kinakachofanyika. Nilipoona ya kwamba kuna kongamano hili limeandaliwa la vijana na kiingilio ni shilingi 10,000, niliona kwanza kama vile nataka kutupa hela yangu, lakini baadaye nikaona wacha nijaribu. Kujaribu kwangu nimejifunza vitu vingi. Ni shilingi 10,000, lakini leo ningeliambiwa hata nilipie zaidi ya 10,000, ningeweza kulipa, kwa sababu kuna vitu ambavyo nimevipata ni vikubwa sana ambavyo vitanisaidia mimi na vitasaidia jamii inayokuja. Lakini pia nimepata elimu ambayo nitakwenda kutengeneza juu ya familia yangu, kwamba nitakwenda kuiongoza katika mifumo gani. Kwa hiyo nashukuru sana mimi kupitia hiki ambacho Eric amekifanya, na Mungu aendelee kumtangulia afanye vikubwa zaidi ya hivi. Bwana, kwa majina yangu naitwa Kelvin ama Kelly Afro ama Kelly Achari. Napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwanza kwa aliyeandaa event, wanamuita Mr. Eric. Mimi kama kijana napenda kutoa shukrani za dhati kwa sababu nimejifunza vitu vingi, lakini pia nimepata madini mazuri kwamba mimi kama kijana natakiwa kufanya nini.